Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa George Simbachawene amemwagiza Katibu Mkuu wa wizara hiyo kuchukua hatua ya kudhibiti matumizi mabaya ya magari ya serikali, huku akiliagiza Jeshi la Polisi kuyakamata magari ya serikali yatakayokutwa yamebeba shehena ya mizigo kinyume cha utaratibu. Tujiunge na George Marato kutoka Dodoma. Mheshimiwa Simbachawene ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akielezea utendaji wa serikali katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya kuulizwa swali na waandishi wa habari kuhusu matumizi ya magari ya serikali. Tunakuta gari imepigwa mzigo wa kutosha. Yaani kuna magunia, ukiangalia ilivyolala tu kunyuma unajua huyu imebeba viroba vya mihogo na nini. Alafu juu imepigwa mbuzi na gunia la mkaa. Gari ya serikali ina matumizi yake. Nichukue nafasi hii kwa kweli kuwaomba, kuwaelekeza wanaofanya hivyo madereva au hao mabosi wanaowatumia kwa kuwafanya madereva wafanye hayo. Huo sio utaratibu wa matumizi wa gari ya serikali. Na kwa hivyo Katibu Mkuu nikuagize, kwa sababu hili ni la kwetu, toe maelekezo ya namna ya matumizi ya gari, na kama waraka upo basi tuwakumbushe tena wenzetu na kila mmoja upate, na hasa madereva. Na dereva atakayekutwa amefanya hivyo achukuliwe hatua yeye mwenyewe. Na nichukue nafasi hii kuwaelekeza Jeshi la Polisi, trafiki, magari yaliyopakia mzigo unaozidi kiasi kuonyesha matumizi mabaya lazima uelezwe napo. Sasa mtu kama kachukua kimkungu chake cha ndizi kaweka hapo, nadhani sio mbaya. Mtu kachukua sasa unakuta gari nyingine imepigwa mzigo kweli. Kweli gari kama hiyo hata kama ni ya serikali polisi wazikamate. Wazikamate ili wachukue hatua za kisheria, kwa sababu sheria za nchi lazima zizingatiwe. Katika mkutano huo wa waandishi wa habari chini ya uratibu wa Idara ya Habari Maelezo, waziri huyo wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora ameelezea mafanikio ya serikali katika kipindi cha miaka minne. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka minne imepata mafanikio makubwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo utumishi wa umma na utawala bora. Mafanikio haya yanatokana na azma ya Mheshimiwa Rais wetu ya kutaka kujenga utumishi wa umma wenye tija katika maendeleo na ustawi wa taifa letu. Ndugu wanahabari, azma hii ilijidhihirisha rasmi wakati alipohutubia Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 22 mwezi Aprili mwaka 2021 kwa mara ya kwanza tangu aapishwe kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo alisema kuwa serikali anayoiongoza itaendeleza jitihada za kuimarisha nidhamu na uwajibikaji kwenye utumishi wa umma. Sanjari na hilo, Mheshimiwa Rais alisema kuwa serikali yake imejipanga kuimarisha taasisi na kuweka mifumo ya uwajibikaji ambayo itahakikisha viongozi na watumishi wa umma wote katika ngazi zote wanawekewa malengo yanayopimika. Mheshimiwa Rais wetu hakusita kuelezea azma yake ya kuweka mfumo imara ya upimaji ya utendaji kazi wa watumishi wa umma na wa taasisi za umma kwa ujumla. Aliainisha kuwa serikali yake itaangalia upya mfumo wa wazi wa upimaji wa utendaji kazi wa utumishi wa umma, yani OPRAS, ili kupata mfumo sahihi wa kupima utendaji kazi wa utumishi wa umma hapa nchini. Ndugu wanahabari na ndugu wananchi, Rais wetu aliongeza kuwa serikali yake imedhamiria kuwapima viongozi na watumishi kwa namna wanavyotimiza majukumu yao. Hivyo serikali haitakuwa tayari kuwaonea aibu viongozi na watumishi wazembe, wezi na wabadhirifu wa mali ya umma. Ndugu wanahabari, ndugu wananchi, kuhusiana na mapambano dhidi ya rushwa, Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alieleza azma ya serikali yake ya kuendeleza juhudi za kupambana na rushwa kwenye utumishi wa umma. Aidha, alieleza bayana namna serikali yake itakavyohakikisha inazingatia utoaji wa stahiki za watumishi wa umma kwa wakati, kwani majukumu yanayotekelezwa na watumishi wa umma ni lazima yaendane na haki zao. Hivyo basi Rais wetu alijipanga kuhakikisha serikali anayoongoza inasimamia mageuzi katika utumishi wa umma
na kutazama maslahi ya watumishi ikiwemo suala la upandishwaji vyeo na mishahara. Kuhusu ajira na maslahi ya watumishi wa umma, Waziri Simbachawene amesema kupambana na upungufu wa ajira, serikali kupitia Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma ilifanikisha mchakato wa ajira na kuwapandisha na kuwapangia vituo vya kazi jumla ya waombaji kazi 55,162. Aidha, waombaji kazi waliopangiwa vituo vya kazi waliongezeka kutoka 7,659 mwaka 2020 hadi kufikia 20,158 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 163.19 kama inavyoonyeshwa katika idadi ya hesabu nilizoisema. Kwa hiyo kwa ujumla kwa miaka kutoka 2020 hadi 2024 tumeajiri watumishi 55,162. Katika eneo hili, Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameangalia maslahi ya watumishi wa umma kwa jicho la pekee kwa kufanya yafuatayo. Moja, ni kupunguza kodi ya mapato yani PAYE kutoka 9% hadi 8% na kuongeza kima cha chini cha mshahara kinachopaswa kukatwa kodi kutoka shilingi 170,000 hadi shilingi 270,000. Kwa kufanya hivyo, serikali ilisamehe takriban bilioni 14.74 kutoka watumishi wa umma. Mbili, kufanya maboresho katika umri wa watoto wategemezi wa wanachama wa NHIF kwa kuongeza umri wa watoto tegemezi wa wanachama wa mfuko huo kutoka miaka 18 hadi miaka 21, ambapo watoto 65,353 wamenufaika na jumla ya shilingi bilioni 3,702,636,040 zimetumika kugharimia matibabu yao. Nikiripoti kutoka jijini Dodoma, mimi ni George Maratu wa GMTV.